Naamini kwamba watu wengi mmeweza kuona maajabu ambayo yametokea hapa wakati ambao Mgaya alihitaji kutoa kafara. Sasa unaweza ukafikiri kwamba hiki ni kitu cha kawaida, lakini ukijaribu kuangalia jinsi Grace, mama yake mtoto, alivyokuwa anafurahia, ni kwamba alijua kabisa kuna kitu ambacho amekifanya kwa huyu mtoto. Hivyo basi, hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba Grace kuna kitu ama kuna namna alifanya kuweza kumlinda mtoto huyu asiweze kutolewa kafara. Sasa kiufupi ni kwamba Mgaya bado tatizo lake halijaweza kutatuliwa. Yaani kiufupi ni kwamba Mgaya bado atahitajika kuweza kutolewa sadaka yeye mwenyewe kwa sababu ameshindwa kutimiza masharti ambayo amepewa. Sasa ni hatua gani ambayo Bailam anakwenda kuchukua, kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka ya nini kifanyike hapo pindi ambapo kafara imegoma kutolewa? Yaani kiufupi ni kwamba kuna kitu ambacho kitakwenda kutokea na hicho kitu hutakiwi kukimiss kabisa. Sasa unachotakiwa kufanya ni kusubiri episode nyingine iweze kutokea, lakini mimi hapa nitakupa zile hints ama nitakupa kidokezo kidogo juu ya jambo ambalo linakwenda kutokea hapa. Yaani kiufupi ni kwamba hakuna kitakachofanyika zaidi ya kumfanya mwamba bwana Mgaya aweze kuleta sadaka yake mwenyewe. Yaani kiufupi ni kwamba anatakiwa kutolewa kafara mwenyewe kutokana na kwamba mtoto amegoma kutolewa kafara. Lakini pia mchungaji ameonekana kuwa gumzo sana. Yaani kama uliangalia vizuri episode hii hapa, utakuwa umegundua kwamba mchungaji anakwenda kuwa kikwazo kikubwa sana kwenye mienendo ama maswala ya Clamvevo pamoja na rafiki zake. Yaani kifupi ni kwamba mchungaji anafahamu kabisa kwamba Clamvevo anajihusisha na shiriki. Sasa kitu ambacho anakihitaji mchungaji kwa Clamvevo ni kwamba Clamvevo anatakiwa aachane na hayo maswala, aamue kumfuata Mungu. Lakini Clamvevo tunafahamu kitu ambacho kimemfanya azidi kumngangania huyu mwamba ni kwamba Clamvevo anahitaji huyu jamaa mchungaji aweze kujua ni maswaibu gani ama ni shida gani na changamoto ambazo anazipitia yeye kwenye nini, kwenye chama kule. Na ndio maana alikasirishwa na kitendo ambacho mchungaji alifanya kwenye episode zilizopita kule. Kama unakumbuka, kuna muda ambao Clamvevo alihitaji kumpelekea kimbola mama yake, yani alihitaji kumsababishia matatizo mama yake ili aweze kujenga ukaribu naye, ili at the end of the day aweze kufanya kile kitendo cha kipumbavu cha kulala naye, lakini aliweza kufeli kutokana na kwamba mchungaji aliweza kumsaidia. Sasa hiki kitu kilimkasirisha sana Clamvevo, basi akaamua kumtumia huyu mchungaji aje kujiunga na kile chama ili na yeye kimlambe kama kilivyomlamba Clamvevo. Lakini pia kuna mtu humu ambaye anakwenda kuumia punde, yani anakwenda kuumia muda si mrefu, kwa sababu kafara yake tunafahamu imekataliwa. Tulijiuliza wengi, ni kwa nini imekuwa ghafla sana mke wake na Mr. Mgaya kuweza kukubaliana na swala la kumpatia mtoto aweze kutolewa kafara. Hapa moja kwa moja utapata majibu ya kwamba kuna kitu ambacho alikifanya kwa yule mtoto, na ndio maana mtoto amegoma kabisa kutolewa kafara. Yani kiufupi ni kwamba Mgaya bado yuko kwenye matatizo makubwa sana ya kuweza kuuawa ama kutolewa kafara yeye mwenyewe. Lakini pia kuna kitu ambacho utakuwa umekinoti, na kama hukuwa makini huwezi kuelewa kabisa. Sasa hicho kitu ambacho ninataka nikwambie ni hiki hapa. Yani kwenye mazungumzo yao kati ya Mgaya pamoja na mke wake, kuna kitu ambacho nimekifurahia sana na ninaamini pia wengi mmekifurahia. Ukimwangalia Grace ni kwamba yuko dhati, yani yuko makini sana katika kuhakikisha kwamba mtoto wake hatolewi kafara. Lakini pia hapa upendo wa mama umeweza kuonekana, kwa sababu aliulizwa swali gumu, na hili swali kiukweli lilikuwa lina ukweli ndani yake, kuhusiana na kwamba vipi lingekuwa limemkuta yeye Grace, lingekuwa limemkuta yeye mama, angeacha kumtoa kafara mwanae. Basi Grace alijibu kisomi kabisa, akamwambia hayamhusu huyu mtoto, hivyo basi angekubaliana na swala zima la kuweza kufariki yeye mwenyewe kwa ajili ya mtoto wake aendelee kuishi, kwa sababu mtoto hausiki. Sasa ilikuwaje mwamba akaweza kumchukua mtoto kiurahisi? Ni kwamba Grace alimkubalia mwamba aweze kumchukua mtoto amlete huku kuweza kumtoa kafara, lakini kuna kitu ambacho alikifanya kwa huyu mtoto. Yani kifupi ni kwamba mtoto aliwekewa ulinzi mkali, hivyo basi imekuwa hata vigumu kwa hawa watu kuweza kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Moja kwa moja taswira ambayo itapelekwa hapa ni kwamba wote wataelewa kabisa kwamba huyu mtoto hii kafara yake haifai, hivyo inatakiwa kafara nyingine. Moja kwa moja pia hata mkuu wa wachawi mwenyewe hataelewa kitu.
eti wachawi. Sio wachawi, nikisema wachawi na washusha hadhi. Hawa ni Freemason. Nafikiri tunawafahamu wengi sana. Sasa hata Balaam atakuwa hajagundua kabisa kitu ambacho kinaendelea kwa yule mtoto. Kabisa hajaelewa. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho kimetokea humu ndani. Ni kwamba hawa watu wameweza kuaibika. Ni kwamba ni kwa nini mama hakuweza kushtuka, kwa sababu siku ni nyingi sana alifahamu mafanikio ya huyu mwamba. Iweje ghafla tu analetewa zawadi na kuletewa pesa nyingi? Sasa kitu ambacho kilikuwa kimewaumiza wengi ni kwamba tukio ambalo lilikuwa limefanyika kwenye sini hii ni kwamba huyu mwamba alitoa vitu vyote hivyo kwa sababu alijua kuna kafara ameiona hapa. Yani kiufupi ni kwamba bwana mdogo Raji baada ya kuguswa hapo, kama jinsi ambavyo uliweza kuona kuna kimwanga kimeweza kutokeza kwenye kichwa chake, ni kwamba tayari dogo alikuwa ameingia kwenye sadaka rasmi bila ya yeye kutambua. Lakini kuna kitu ambacho kimeweza kutokea hapa na wengi walikuwa wana mshtuko mkubwa sana, na ninaamini watu wengi hapa waliweza kupata hisia za huzuni. Wengi waliumia, wengi waliumizwa na kitendo ambacho kilikuwa kimetokea hapa. Yani kifupi ni kwamba bora angetolewa sadaka mama kuliko atolewe sadaka huyu dogo, kwa sababu hili ndo tegemeo la taifa. Sisi tunalitegemea, halafu wao wanakuja kulitoa sadaka kirahisi tu. Ni kwamba kuna mtu ambaye ameweza kutengua mipango ya huyu mtu, yani mipango ya yule jamaa. Ni kwamba hajaweza kufanikiwa kwa sababu mchungaji aliweza kuingilia hili swala. Sasa angalia jinsi ambavyo kama mama angetumia akili ya kawaida angegundua kabisa kwamba huyu mtu sio mtu mzuri, kwa sababu inawezekanaje anakuja kuleta taarifa za msiba halafu mtu aliyempatia msiba haeleweki, halafu pia taarifa za msiba hapa hazipo. Ni kwa nini huyu mwamba alete masuala ya msiba wakati hakuna msiba? Sasa hiki ni kitu ambacho moja kwa moja mama alitakiwa kujiuliza mara mbili. Ni kwa nini? How come? Sasa pia tunajua kabisa mchungaji ndiye msaada mkubwa sana kwenye yale maisha ya huyu mama. Yani kifupi mchungaji aliweza kusaidia dogo Raji kuweza kupona. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba bado Mwenyezi Mungu ana nguvu kubwa juu ya ushetani. Yani kifupi ni kwamba Mwenyezi Mungu bado ana nguvu sana kuliko majini. Naam, kwa majina ninaitwa Ama na hii hapa ni Ama Films. Usisahau kusubscribe.